Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Machi 11 mwaka wa 2026. Mada ya leo inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya upendo wako na rehema zako maishani mwetu. Asubuhi ya leo watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako ili kujifunza neno lako. Tusaidie tuishi kwa haki. Tusaidie tutende yaliyo ya haki. Neema yako yatosha na pendo lako latubidisha. Enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Mwenye haki ataishi kwa imani. Wakolosai sura ile ya 2 aya 6 inasema, basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Ukuaji wetu katika neema, furaha yetu, ufanisi wetu, vyote hutegemea muungano wetu na Kristo. Ni kwa kujumuika naye kila siku, kila saa, kwa kukaa ndani yake, tutaweza kukua katika neema. Yeye sio tu mwanzilishi, bali mtimizaji wa imani yetu. Ni Yesu wa kwanza na wa mwisho na daima. Anapaswa kuwa nasi, sio tu mwanzo na mwisho wa njia yetu, bali katika kila hatua njiani mwetu. Je, unauliza ninawezaje kukaa katika Kristo? Katika njia ile ile uliompokea mara ya kwanza. Basi, kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Wakolosai sura ile ya 2 aya 6. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Waebrania 10 aya 38. Ulijikabidhi mwenyewe kwa Mungu kuwa wake kikamilifu ili kumtumikia na kumtii, na ulimtoa Yesu kuwa mwokozi wako. Usingeweza kujilipia mwenyewe fidia kwa ajili ya dhambi zako au kuubadili moyo wako, bali baada ya kujisalimisha kwa Mungu, unaamini kwamba yeye kwa ajili ya Kristo alifanya haya yote kwa ajili yako. Kwa imani unakuwa wa Kristo, na kwa imani unapaswa kukua katika yeye. Kwa kutoa na kupokea, unapaswa kutoa vyote: moyo wako, mapenzi yako, huduma yako. Jisalimishe kwake ili kuyatii matakwa yake yote, na lazima uchukue yote, Yesu aliye ukamilifu wa baraka yote, ili akae moyoni mwako, awe nguvu zako, haki yako, msaidizi wako asiyekoma, ili akupatie nguvu ya kutii. Jiweke wakfu kwa Mungu asubuhi, ifanye hii kuwa kazi yako ya kwanza. Hebu ombi lako liwe, nitwae Bwana niwe wako kikamilifu. Ninaweka mipango yangu yote miguuni pako. Nitumie leo katika huduma yako. Kaa nami na ruhusu kazi yangu itendeke ndani yako. Hili ni jambo la kila siku. Kila asubuhi jiweke wakfu kwa Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Salimisha mipango yote kwake ili itekelezwe au iachwe kama mapenzi yake yatakavyoonesha. Ndivyo utakavyokabidhi maisha yako siku kwa siku mikononi mwa Mungu, na kwa namna hiyo maisha yako yatafinyangwa zaidi na zaidi kufanana na maisha ya Yesu. Hii ni Machi 11, mada ikisema mwenye haki ataishi kwa imani. Mungu atubariki sote. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara.
wimbi la mawio, saya upweke, majaribu yanaponiandama, wiki ya maisha basi utulivu, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka, changamoto zikivuma na kutisha, mwamba imara tajificha kwako, ndani yako, ndani yako, 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 mwamba imara tajificha